Tuanze masinema. Kwa majina naitwa Mike Makarena. Nashukuru hawa watu wetu wa Minde zetu hata kukuja. Natakanga mnichukue hivyo kwa sababu zitasimama zina mguu. Lakini ile kitu nimefanya leo niongee, tumenyamaza kutoka siku ile mama yetu Kawira Mwangaza tulienda court. Na court kama tulikubaliana, tulisema waamuzi wa court tumekubali, lakini hatukuipenda. Na ndio tumeambia mama aende court of appeal. Na nataka kuomba koti zetu ikiongozwa na Martha Koome. Martha Koome, wewe umezaliwa Meru, ungekuwa umezaliwa Kisumu singekuuliza hiyo swali. Unajua ile dhuluma huyu mama amepitia. Yule deputy wake saa hii yeye alienda kwa Njuri, anaingia kwa ile nyumba ya Njuri. Huyu mama aliambiwa aingie mpaka anapigia wanaume magoti. Haki ya Mungu. Haki ya Mungu, president angejua ile maisha huyo mama anapitia. Si ati anapitia kwa sababu ya kitu ingine. Huyo mama anapitia hiyo maisha kwa sababu ya Meru hawana hope na mtu mwingine. Kiraito amekula Meru ikaisha. Metheka ndio huyo mulipia kazi, muliona vile alifanyia Kenya mzima. Sasa saa hii jana waliingia kwa serikali, walianza kurudisha ile maisha wa Meru walikuwa wamekataa. Sijui MYS, sijui warudishe gari wapi, sijui wafanye nini. Wameanza kuongoza yule kijana. Na nataka kuambia wa Meru na wa Kenya, huyu mama dhuluma zile amepitia. Huyu mama alianza kuipitiwa akiwa na miezi 3 kwa ofisi. Kuingia kwa ofisi hivi akaanza kuipitiwa. Na hiyo MCS wengi nataka president na intelligent, kwa sababu kitu naamini Kenya hii president yako na mkubwa wa maana sana wa intelligence, kwa sababu ni Muislamu. Islamu hawandanganyangi. Ningeomba intelligent wetu na watu wetu wa CID mchunguze ile shinda huyu mama anapitia. Mara mama amewekewa kesi ya Manda, ajui hata Manda inatokea wapi. Mara mama ameambiwa na ile kesi mama anapelekwa naye kotini hajaiba. Hajaibia mtu yoyote. Naomba wa Kenya, ongeeni na wale watu ambao wanasimamia hawa akina mama. Teteeni mama wenzenu. Sisi walemavu ndio tumeishi kudhulumiwa. Tulikuwa tunashukuru Mungu, wamama wameanza kuinuka, madharau imetoka kwa akina mama, tukajua sisi walemavu madharau imeisha. Sasa yule mama vile anadharauliwa na yeye ndivyo anadharauliwa. Ile madharau mlemavu anapewa, mama ndiye anaonekana ndio amepitia mengi. Kwa hivyo nataka kuomba wale wafuasi wa mama Meru, nyamazeni hivyo hivyo, kuna Mungu. Na hiyo saa 2 mama anaongea, kila Mkenya yule anataka kujua ukweli ile huyu mama amepitia. Mimi namuomba asikize huyo mama, kwa sababu mimi niliacha kuingilia mama siku ile alipiga magoti akasema yeye ni mtoto hawezi ingia pale kwa wazee, na wazee wampei nafasi ya jitetee. Na nishukuru Njuri Ncheke, wale walikatika wakasema wao watasaidia mama, wakaacha wale wengine wanadhulumu mama. Kiraito ni mzee wa Njuri Ncheke, Kadhuri ni mzee wa Njuri Ncheke, Metheka ni mzee wa Njuri Ncheke, Mtoedhike ni mzee wa Njuri Ncheke. Sasa mama yeye atasaidika wapi? Ile timu yote ulikuwa unaona pale ni wazee wa Njuri Ncheke. Hakuna mtu anakubali Mkristo ajitetee. Sasa ndio hiyo shinda mama amepitia. Mama amepitia maisha inafanya mimi mwanaume nisikie nitalia. Kwa sababu ya nini? President anaenda anadanganywa pale State House. Toa msie tunapewa pesa kidogo kidogo. Wanaambiwa enda useme mama ni mbaya. Enda useme mama ni wangambuti. Nataka wale watu wanandanganywa mama ni wangambuti waende waangalie barabara za Meru, waende waangalie Mburenji sote zile zilikuwa zimeshinda akina Kiraito na Munya, mama sote ametengeneza. Waende waangalie hospitali za mama Mandawa. Kwa hivyo kitu nataka kuambia Wakenya ni hivi, huyu mama mimi nitamuombea. Huyu mama ataombewa na wale watu wanaamini Mungu. Huyu mama ataombewa na wale wanataka kutoa hiyo kitu hiyo ya kusema mama hawezi ongoza kwa sababu alipigiwa kura. Na nataka kuambia Kiraito, mtandanganya mnasaidiwa na Ruto ama iwe ni Ruto anawasaidia, lakini Kawira mtakuwa na yeye kwa ndebe. Kwa imani ya Mungu Kawira mtakuwa na yeye kwa ndebe. Na ndio Wakenya waamini wa Meru wanataka Kawira Mungu asaidie 2027. Kawira endelea ingia na hao wanaume kwa ndebe, atawaamboa wote.
Na siongei mengi, ile kitu nataka kusema ni hivi. Koti zetu simameni na ukweli. Koti zetu nyinyi ndio Mungu tumewekwa hapo kwa katiba kusaidia akina mama, kusaidia walemavu, tumeumizwa ya kutoza. Simameni na huyu mama hajaibia pesa yoyote. Hakuna kesi yoyote iko mbele yenu yenye ilikuwa seneti ya kuiba pesa ya Wameru. Kwa hivyo kwa nini huyu mama anatolewa kwa kiti na madharau hivyo? Kwa nini Mporo yeye ndiye alikuwa anasema ile vitu yote atafanyia mama kutoka siku ya kwanza? Yeye ndio jana alikuwa anaimbia mama hapo mbele yetu. Mama ametolewa kwa kiti juu ya siasa na afai na haitawezekana na hatutanyamaza. Na yule anaambia watu wa mama tunyamaze, ngojeni. Si mnasema sisi ni waoga? Ngojeni. Ni kesi sisi tunaamini koti. Tunaheshimu koti. Wacha tujue waamuzi wa koti imeisha. Hawa wanaume hakuna kale kataongea Meru. Ndio mtaamini. Asanteni, Mungu awabariki na sina mengi ya kuongea. Na Makarina, kabla tumalizie, tuliona kwamba uliweza kumwandikia jaji mkuu hapa nchini Kenya ambaye ni Judge Martha Koome barua ya kusitisha kuapishwa kwa yule deputy governor wa Kawira Mwangaza. Labda mambo ilikwendaje? Nilimwandikia CJ wetu kwa sababu ile judgment yenye tulisomewa Friday. Hakuna vile utasomewa judgment leo ya kuapisha mtu na mande wanaharakisha wanakimbia kumwapisha. Nikamuuliza kuna nini hapo yenye nafasi mtu anapeangwa ndio kuwe na committee, watu wajipange itoke kwa pande hii iende kwa yule, lakini wao waliharakisha kwa nini? Na kama si ukora hii nini ilifanyika jana ni ya ukweli. Mbona hawakuifanyia Kenoru? Mbona hawakuifanyia Town? Wakaenda kuifanyia kwa kijiji kingine huko nyuma. Hawakuwa Town, na nataka Mkenya ajue. Pale walienda kwa kiwanja kandogo. Pale wataweka watu wajaye hapo. Hawangeenda Kenoru juu Wameru walikuwa wamekatana, Wameru hawana haja na hiyo mambo. Kwa hivyo nataka kumwambia President hivi. Juu hao watu wanariga na wewe. Wacha nikuambie, siku ya kupiga kura utachukia hao watu, utawaweka kamete wote. Hawana watu. Mama tu ndiye ako na watu. Mama yeye anajua mwananchi. Na nauliza President hivi, bottom up ni nini? Sikuwa nafikiri bottom up ni kujua yule hajawahi vaa gumboot, ni kujua yule hajawahi lalia blanketi, ni kujua yule hajawahi kuwa na kitu ya kukula. Hiyo ndio kazi ya Kawira. Kama tutakuwa tunatoa wale wanainua mama mwenye hajawahi kuwa na ng'ombe, Kawira anamununulia, anakamua. Tajiri akipeleka maziwa yake, yule mama maskini Kawira amenunulia ng'ombe naye anapeleka. Kama hiyo ndio kazi mbaya, so pesa ni ya nini? Kiraito jana amekuja akasema Mwayezi irundi, endelee kuiba kuuza manguo, endelee kuuza chakula kwa Mwayezi, pesa yote mabilioni inaenda kwa Mwayezi. Barabara Wameru hawataiona tena. Na niulize Wameru, Mporo yuko hapo, Kadhuri yuko hapo, Kiraito yuko hapo, huyu alikuwa deputy governor wa zamani yako hapo. Ukiangalia timu yote MP wote wako hapo. MCF wote sasa ni wako hapo. Unafikiri ni nini itawafikia? Hawa wako njaa hivi. Mama alikuwa amefinya pesa ya Wameru, alikuwa ameifanyisha kazi, hajaibia mtu yoyote, lakini ametolewa kwa sababu anaambiwa yeye asikizi wazee. Kwa hivyo nataka kuambia wazee hivi. Kura inapigango na mzee na kijana na mama. Mutapea Wameru nafasi wafanyiwa kazi na yule wanataka, na hatutakandamishwa. Swali langu la mwisho, Mheshimiwa Makarina, kumekuwa na tetezi mingi kwamba uongozi wa Meru umekuwa ukikumbwa na matatizo ya viongozi kutumiliwa. Labda shida ipo wapi, na labda kufikia kwa sasa umeweza kuhakikisha kwamba shida kama hizo hazitakuja kutokea hapo usoni? Manake kila wakati governor timuliwa, mwingine anatimuliwa kabla amalize ile nafasi yake ya kuweza kufanya. Tumesapanga ndio tumeambia mama hii mambo ya kutimuliwa kutoka Wameru ndio wanataka mama. Tumeambia mama atafute chama yake. Kama ni serikali inataka mama aende na nyumba yake kwa serikali. Kama ni nani anataka mama aende na chama yake. Kawira angekuwa na chama angekuwa anasumbuliwa zaidi. Kawira angekuwa na chama, deputy wake angekuwa anamsikiza. Na nataka kuambia deputy wa Kawira, huyu ndiye alitoka kwa nyumba na mali yake na kalori yake na pick up na bwanake, wakipiga gita wakakukujia prison. Kiraito angekukujia prison, nani angejua wewe uko na talent, nani yeye angejua? Lakini Kawira kwa huruma yake alikuchukua kama reverend, mfanye kazi.
Kwa hivyo kuwa na huruma wakati Kawere anatusiwa mbele yako na Mporo kila siku akisema atafunga mama, sijui nitamnyang'anya mali. Kwani Kawere alichaguliwa yeye asiwe na mboma ya kulala? Lakini Mporo yeye amekula Tigania East, imeisha, haina hata nini, na kinazunguka akisema atatoa Kawere. Wewe Mporo ni nini umefanyia Tigania? Na nataka kuambia Mporo Abori, your time is coming. Nakuja kwako. Tunapanga hata sisi. Hiyo Tigania East tutakutoa. Hiyo Tigania East, si wewe ndio unapiga akina mama. Hiyo Keberi utaenda naye vile unafikiria. Kawere atarudi na Mporo ataenda nyumbani. Asanteni, hata siongei mengi.